Naam, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam Yombobuza kwa mama Kibonge. Ukifika uliza lipokuwa Bagadafi zamani, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Leo tunamwangalia kiumbe huyu ambaye anaitwa Karun. Kiumbe huyu bwana ana sifa nyingi sana, lakini kwanza ni mcha Mungu, pili mwenye huruma, tatu ni mrefu kwenda hewani na mwenye miraba, mwenye umbile kubwa zaidi, kwa mfano kama wale giant. Sasa leo nataka nikuelekeze namna ya kummiliki huyu, lakini kwa gharama zake ukimhitaji ni over milioni 40, kama milioni 50. Lakini leo nataka nikuelekeze namna ya kummiliki huyu wewe mwenyewe binafsi, ukae liaza na uwe naye kama rafiki. Kabla ya kukuelekeza hivyo, nikupe sifa zake na hasara zake. Hasara zake ni kuwa na kisilani cha mara kwa mara, kukasirika mara kwa mara. Lakini pia hasara yake nyingine ukiwa na huyu, kutamani kufanya vitu ambavyo nje ya dunia, yani kutamani kufanya vitu ambavyo sio vya mwanadamu wa kawaida. Kwa hiyo unatakiwa kujizuia. Kwa hiyo haimtaji mtu mkorofi, kwa sababu ukiwa mkorofi na ukijumlisha na hii, basi mnaweza mkaunda bomu kubwa kweli. Inamhitaji mtu mwenye huruma, kwa sababu ukiwa na hasira, basi kweli hapa utakuta ule usemi wa hasira hasara, kwani utafanya vitu ambavyo sio vya mwanadamu wa kawaida, yani lazima utafanya vitu vya kushangaza dunia. Kwa mwanafunzi wangu, huyu kiumbe Karun kwanza ana sifa nyingi mno na hasara pia. Kwa hiyo yupo katika biashara kubwa. Ukiwa na huyu, basi wewe ni mtu wa matawi ya juu, wewe mwenye thamani kubwa, wewe mwenye nyazifa kubwa, yani wewe ni kila kitu sasa katika ulimwengu huu, ambapo watu wengi wanatamani kuwa kama wao. Basi wewe utafika, utakuwa na mamlaka ya kufanya chochote ambacho wewe unachokihitaji. Kwa mfano kama kwenye biashara zako, kwa watu ambao wenye madini, wachimbaji, basi utakuwa na mamlaka ya kuamuru chochote unachokitaka. Utakuwa na mamlaka ya kufanya biashara yoyote unayotaka, kuifanya vyovyote unavyotaka, yani kufanya chochote na kikawa. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, hii pete ni ya kiumbe ambaye mwenye uwezo mkubwa sana. Karun ana uwezo mkubwa sana. So lazima iwe hii, inaweza ikawa tofauti na hiyo, lakini ni ule ukubwa wa kiumbe wako. Sawa. Kwa hiyo Karun ni kiumbe ambaye mwenye mamlaka ya kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Yeye anatumika kwenye majambo makubwa, mwenye uwezo wa kutengeneza plani. Yani kama unavyoona hawa marobot wanavyotumiwa, ni sawa na huyu. Yani ana uwezo wa kukupa taarifa, ana uwezo wa kukupa habari, ana uwezo wa kukupa jambo lolote unalolitaka na kufanya jambo lolote on time. Sasa kiumbe huyu anampenda mtu ambaye asiyekuwa na hasira za mara kwa mara. Hakuna mwanadamu isipokuwa mtume tu ndo ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo hakuwa na hasira, kwani alitolewa. Lakini viumbe vingine vyote ni sifa ya ukosefu na sifa ya hasira tunayo. Hatumtaki yule mtu ambaye aliyekuwa na hasira za mara kwa mara, mwenye njuguyugu, kwani kama nilivyosema hapo awali. Sasa tafuta mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo mwezi ukiwa mchanga utafanya shughuli hizi, na shughuli hii inafanyika kwa muda wa wiki 2. Kwanza kabisa uwe mcha Mungu na upendelee kuisoma Ayat Kursi kila siku, lakini pia upendelee kuyataja majina 1700 kila siku ya Mwenyezi Mungu, majina 99 kila siku kwa muda wa wiki 2 mfululizo. Ayat Kursi utaisoma mara nyingi zaidi ya idadi ya 1700 kila siku. Sawa Kwa hiyo ukifanya hivi, lakini sharti lake inahitaji sehemu ya upweke. Ufanye katika chumba kilichokuwa tulivu, kisichokuwa na picha. Ufanye katika chumba kilichocholwa saiko ya kutumia chumvi.
ufanye katika chumba ambacho kisichokuwa na kitu chochote ndani, wala kitanda, godoro wala nini, zaidi ya shuka zako za kujifunika. Mavazi yako yawe masafi, meupe au mekundu, safi kabisa. Uwe unajipulizia perfume na kunukia, na chumba uwe unakifukiza perfume. Chumba hiko kiwe kinanukia muda wote, kisiwe na taa tofauti na taa za asili, mfano kandili, chemuli au mshumaa. Kusiwe na mwanga wa uingiliano, kujua usiku na mchana, unahitajika kuwe giza. Ushindwe kutofautisha sasa hivi ni saa ngapi. Kwa hiyo usiku ni usiku, mchana ni usiku. Kwa hiyo kuwe giza. Lakini pia inahitajika nia thabiti. Inahitajika ni ile hali ya kujitoa kwa muda wa siku hizo. Utajizuia kwenda katika mihangaiko yako yote, kwani muda wote utakuwepo humo kwa muda wa wiki 2, lazima utenge muda huo. Na baada ya hapo utazungushia mishumaa katika cycle, lazima uwe na cycle 2, yani pentagram ya kwako na ya kufikia kiumbe wako. Utahakikisha uwe na sanduku kubwa, aidha ni trunka au sanduku la mbao, ambalo sanduku hilo utapendelea mwenye kuipaka rangi yoyote au hata usipopaka rangi ni sawa. Utaliweka katikati ya sanduku na litoshe. Baada ya hapo unatakiwa uwe na pete ambayo ya kupokelea kiumbe wako, utaiweka ndani ya sanduku lako. Sanduku hilo utaliacha wazi kwa muda wa siku hizo zote 14. Na siku ya mwisho ya 14 ndio utalifunika pamoja na pete yako. Na baada ya hapo utakaa kwa muda wa masaa 4 mpaka 5 mpaka 6 utafunua. Ambacho kitu utachokikuta humo basi hiyo ni zawadi yako. Na baada ya hapo kila baada ya masaa 3-4 utakuwa unafunua, kila ukifunua utakuta zawadi yako humo. Na humo ndani ukiweka pete utaweka pesa ambayo wewe unayoitaka. Kwa mfano kama ni dola basi utaweka dola 100, kama ni euro utaweka hiyo euro kubwa, kama ni pesa ya nchi yako utaiweka kubwa kupita zote. Kwa mfano kama Tanzania utaweka shilingi 10,000. Ikikupendeza zaidi ndani utatandika kitambaa kisafi. Kama trunka una wasiwasi, maana ile mishumaa pamoja na chumvi kirumbujuka inatengeneza unyevu wa maji. Kwa hiyo kama una wasiwasi inaingia humo, basi utaweka sehemu salama. Lakini kama hauna wasiwasi wowote utaacha kama ilivyo. Unahitajika ujitenge na watu kabisa. Vyakula vyako visiwe vyakula vyenye roho, vinavyotokana na roho. Usitumie kitunguu saumu wala kitunguu maji. Kwenye vyakula vyako jiepushe kutumia na mafuta ya viwandani, unaweza ukatumia mafuta ya asili. Ama achana kabisa, basi wewe pendelea kutumia mikate ambayo inayotokana na asali. Yani mikate sio kuwa ni ile mikate labda ya brownie au mkate wa asali au mikate mingine yoyote, lakini utajiepusha kutumia hata hivi vitu vingine vingi vya kiwandani. Utajizuia sana kula dagaa, samaki, nyama, sijui mayai ya kuchemsha, kukaanga, sijui kuchoma, sijui na nini, vyovyote vile utajiepusha navyo kwa siku hizo. Vitu unavyotakiwa kuvifanya wewe mwanafunzi wangu ni vitu vya kujenga taswira yako na mwisho wako. Ni vitu vya kuvifanya kama vile haufi katika dunia, lakini unahitajika kukaa na kutulia vizuri ili kutengeneza nyumba yako. Kwa hiyo utaisoma Ayatul Kursi sana, utasoma majina ya Mwenyezi Mungu sana kama kwa idadi nilioelekeza kwa siku nzima. Unaweza ukakata mafungu. Utakuwa unaswali katika kila kipindi cha swala, uwezi jifunze kuswali. Kama uwezi basi si lazima sana, lakini na uhitaji wake hayo. Ila unahitajika ujifungie katika chumba kutoka aidha kwenda msalani na mambo mengine. Kama chumba kina master ya choo humo ndani, basi hata kutoka usikie. Jiepushe na vikundi, na maanisha hata katika magrupu, simu jiepushe nayo, kukaa nayo mbali. Kama ndo simu unayotegemea kutumia tasbih na kuhesabu na kusoma, kama hujaikalili Ayatul Kursi, basi unaweza ukaitumia kwa mwanga wa chini zaidi. Mwanafunzi wangu, hakikisha mishumaa humo ndani haiishi. Ikiisha ile umeweka mingine, ikiisha ile umeweka mingine, kwani mwanga wa elektroniki hauhitajiki. Humo ndani kunahitajika kusikose hewa uwe nayo, lakini giza liwepo lingi sana. Mwanafunzi wangu, utapata zawadi kutoka kwake, na hii pete utaipata iliyokuwa imekamilika kwa kiumbe husika. Siku ya mwisho ya 14
Ni siku ya kukaa na kuomba lile unalolitaka. Ni siku ya kusoma Ayatul Kursi bila idadi, kusoma majina ya Mwenyezi Mungu na kumsifu bila idadi kwa kikao kimoja. Kwa muda taswira, kwa muda wa masaa mawili ama limoja ama matatu, atakutokea mmoja wa viumbe ambaye yeye anawamiliki au kama yeye mwenyewe anaweza kuja. Karun ni kiumbe ambaye mwenye majeshi mengi na mwenye kazi nyingi na mwenye sifa nyingi. Ukiwa naye ni sawa, ukiwa moja ya majeshi yake ni sawa. Lakini mara nyingi anapenda kuja yeye mwenyewe na kuwasili. Kivipi? Atakuja katika taswira ya umbo la mwanadamu lakini giant sana. Kwa hiyo inawezekana kama nyumba yako ni fupi akapinda kichwa chake. Sauti yake yenye mwangwi mkubwa lakini mwenye sauti yenye upole zaidi na ukarimu. Ataongea lugha ambayo wewe unayoiongea kwa sababu yeye ni mtaalamu wa kutambua lugha zote na nyingi zaidi. Wewe utamueleza nini unataka. Wewe ni mfanya biashara, utamueleza mimi nafanya biashara, nahitaji kuwa bilionea katika biashara yangu. Wewe ni maarufu, ni msanii, unahitaji umaarufu zaidi, basi utamueleza. Wewe ni mwanasiasa, utamueleza. Wewe ni mtu unayejihusisha na masuala ya vitu vya kale, utamueleza. Atakwambia chochote unachokitaka na wewe utamwambia chochote unachokitaka na mtakubaliana na kuingia katika mikataba yenu. Mwanafunzi wangu, pesa hizi ama vitu vyake ambavyo atakavyokuwa anakupa utavitumia kwa njia yoyote na namna yoyote unayotaka wewe mwanafunzi wangu. Lakini jambo kubwa na ndio jambo muhimu kupita yote, kuzingatia masharti na mikataba ambayo nyinyi mnayopeana. Mikataba haifanani, kila mmoja na mkataba wake katika miongoni mwa yeye atakayekuja amewasili kwa siku hiyo. Kwa hiyo siku yoyote unaweza ukaianza, lakini mwezi ukiwa upo chini ndio umetoka kabisa. Hii ni njia nzuri na nimeamua nikupe njia hii kwani unaweza kujikomboa katika masuala yako ya utafutaji na wewe ukamiliki vipesa viwili vitatu ili mradi mambo yaweze kuwa sawa. Inawafaa wale watu wenye madeni mengi, inawafaa wale watu ambao wameshafeli na kukata maisha. Inawafaa wale watu ambao tayari wanahitaji kupata kipato kikubwa zaidi. Inawafaa wale watu ambao wanaanza life lao. Kwa hiyo inawafaa kila mtu ambaye yeye anapaswa kumiliki. Kwa hiyo kama ni magnet field unavyoona, inavuta kila baada ya masaa matatu na unakuwa uko bora zaidi. Mwanafunzi wangu, ni njia moja nzuri, itumie na utaipenda sana sana sana. Nimekupa sadaka hii na hisi itakusaidia sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ifanyie kazi. Usipoelewa unaweza ukaniuliza na nikakupa ufafanuzi zaidi. Lakini nahisi hapa itakuwa imejitosheleza zaidi na zaidi na zaidi. Asante.